Karibu tena ndani ya Media Bukavu TV katika habari zetu za mchana wa leo tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Saa zetu za habari muda wa saa 5 na dakika 30. Kama ni mara ya kwanza kuwa pamoja na sisi katika habari zetu za mchana, ungana na sisi katika usichoke, kwa sababu endelea kupata kila sehemu popote upo. Kama tayari unanifuatilia kutokea sehemu gani, weka comment yako mara moja na subscribe na ndani ya Media Bukavu TV na like. Kwa sababu utanionyesha tayari unatufuatilia kutokea sehemu fulani hapo mara moja. Lakini nashukuru zaidi mashabiki zangu kutokea eneo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, nchini Ulaya mpaka Afrika nzima. Nyinyi wote kwa ujumla na wasalimia zaidi, tena na watakia moja kati yenu umoja, usiku mwema. Katika muda wetu wa habari, kumbuka leo kuna mengi zaidi tunabidi tuongelee, ama kuna mengi tunabidi tutangaze katika mchana wa leo. Kuna mengi yameendelea kupitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika mambo ya vita, ama katika ushambulizi upande la jeshi la waasi M23 pamoja na jeshi la wazalendo na FARDC. Katika eneo tofauti popote mapigano yameendelea kusonga zaidi mpaka mambo yanaendelea kubadilika katika upande tofauti, upande la jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na upande la jeshi la waasi M23. Mashabiki zangu mara moja sitashi kuwatosha, mara moja nitakupeleka katika ndani nchini Mwenga na katika ndani ya eneo ya teritwari ya Uvira. Tangu tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka wa 2026, ndani ulayani Itombwe ndani ya teritwari ya Mwenga, mambo ya ndege ama mapigano yameendelea kudhibitisha kabisa. Ilikuwa jana kwa kweli, ndege za drone za jeshi la waasi M23 lilikuwa limeingia katika kijiji cha Itombwe na mambo mazingira zingine tofauti, lakini serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo walithibitisha ndege hili kuanguka katika eneo tofauti katika porini bila kuanguka mahali wakaaji wako. Na haya yameendelea kuleta hofu kwa upande ya raia, population katika sehemu popote muku wako. Kwa sababu mambo inaendelea kubadilika, hatua watu drone kianguka inaendelea kuua watu tofauti. Kwa sasa elewa, drone haichague raia, haichague mwanajeshi, wote na ripua kwa mara moja. Mpaka population ama raia kutokea upande huo wanaomba serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo waeke security ama waeke mingu la kuchunga drone zile zinaweza kuja kuharibu watu katika eneo hizo. Mara moja sije kuwatosha na wapeleka ndani ya mji wa Uvira kuelekea ulayani huko juu milimani Fizi, mara moja Mikenge na Kalingi na Pwenzi yote, na mapigano yameendelea kusonga zaidi katika eneo hizo. Na katika mapigano haya yameonekana zaidi serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na jeshi la waasi M23. Sasa makabiliano yameendelea kusonga zaidi tena tofauti katika vijiji ifuatazo hapo. Hatua kwa sasa mapigano yameendelea kutumia kwa mbingu za vita za hangani. Kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inaanza kuprotect sehemu za hangani, kwa sababu kama mapigano haya jeshi la wa M23 wanaanza kutumia mambo za vita za hangani, inaonekana kama mambo haya yanakuja kubadilika moja kwa moja. Na kama unavyonisikiliza tena, ndakuja kuwapeleka sasa katika ndani ulayani huko Lubero, katika eneo ya Kipesi, eneo inaitwa Katondi na sehemu inaitwa Kisimba. Kumeonekana tena mfuto tangu jana. Kumbuka jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo walikuwa katika eneo hizo, lakini kuondoka kwao jeshi la waasi M23 tena waliingia katika vijiji hivyo asubuhi mapema muda wa saa 1. Na tu waliingia katika kijiji hiki, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo walikuwa wamejiondoa, hakuna hata mwanajeshi yote alikuwa amebaki, hivyo kulikuwa kumebaki wanajeshi wachache tu, lakini walipigana mno. Na kupigana haya tayari wanajeshi wa wazalendo walikimbilia eneo inaitwa Katoi. Serikali ya waasi M23 walibaki katika kijiji inaitwa Kisimba na Katondi na sehemu inaitwa Kasingasinga. Haya ni mashambulizi yanaendelea kupitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ndakuja kuwapeleka ndani ulayani Masisi, tena mambo yanaendelea kubadilika sio mno zaidi. Hatua tena Kalonge na sehemu ya Kalenge, mapigano tena mezuka kwa upande la jeshi la waasi M23 pamoja na jeshi la wazalendo. Na katika mapigano haya amechukua tena nafasi zingine kuingia katika vijiji ifuatazo na kumbatia Masisi. Tayari ukiwa unanisikiliza kupitia Media Bukavu TV ama sehemu popote yupo, elewa tena habari zetu zinakuja moja kwa moja. Na usiendelee kutosha, mara moja nitakuja kuwapeleka tena ndani ya eneo huko Mwenga. Katika taarifa zingine tumepata ndani ya kijiji naitwa Kasika. Kijiji cha Kasika kumeonekana jeshi
Wanajeshi wa M23 kwa sasa wamesirikeye ama wameingia katika kijiji cha Kasika ndani ulayani Mwenga. Kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wazalendo katika barabara haya wakipatikana katika vijiji ifuatazo: barabara ya Kasika, wakitembea na kuendelea kufanya patrol. Na kwa sasa haya inaonekana kama tayari wanajeshi wa M23 wamezingatia vijiji vya ifuatazo ndani ya Mwenga. Na katika habari zenyewe zinaenda kuonekana tayari serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa sasa wanaendelea kulimisha na kuingia kwa wingi zaidi katika eneo za Mwenga na kuonesha tayari wanajeshi hao wanatolewa katika kijiji cha Kasika. Itawezekana ama vipi? Kwa sababu katika msemi inaonekana tena wanajeshi wa M23 wanaendelea kujipanga muno zaidi kuelekea katika eneo ya uko Kisangani. Lakini serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa sasa nao wanaendelea kujihimiza mno zaidi na kusema watakubali kushirikiana ama kupigana na jeshi la waasi M23 wasiingie katika eneo ya uko mara moja Kisangani. Katika plan ya wanajeshi M23 ni kuchukua uwanja wa ndege wa Kisangani. Kwa sasa wanajua tayari serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika wanapanga mpango, serikali ina mpangilio sasa kuchukua uwanja wa ndege wa Goma na uwanja wa ndege wa Bukavu. Kutafauliwa ama vipi? Na mambo haya ukiwa unanifuatilia kupitia media ya Bukavu TV utaendelea kujua mengi zaidi, unaokelea kuungana na sisi katika habari zetu. Mambo haya yatakuwa mambo mazuri zaidi. Na katika eneo ya Kiliba, eneo ya Biliba uko Uvira tena kumeonekana mzozo kwa upande la jeshi la FARDC na wazalendo katika vijiji hivyo katika uwanja kijiji cha Biliba kusipoelewana katika mlima wa mapigano. Upande la jeshi wa wazalendo kuna wengine wamekataa kwa sasa mara moja kuungana na serikali na kuungana na jeshi la wazalendo. Wale wamechaguliwa na wakubwa kwa kuongoza wanajeshi wa wazalendo. Kwa sasa haya ameendelea kuleta msukosuko na kuleta hali wasiwasi kwa upande la wazalendo katika uwanja wa mapambano. Hatua wazalendo wengine wanahimiza serikali ama kuhimiza majenerali tofauti ndani ya sehemu ya Uvira. Wanaambia wanajenerali wengine kutokea eneo inaitwa Mulongo wapande katika uwanja mapambano katika eneo ya Biliba. Kwa sasa inaonekana kama tayari wanaanza kufuatiliana na jeshi la waasi M23. Kumbuka wako katika milima, wako kilima hicho. Hatua wanajeshi wazalendo na FARDC wako katika eneo ya Kiliba, wanaangalia katika ulayani Burundi ama katika nchini Burundi mara moja katika milimani hapo. Na katika mashambulizi haya yanaendelea kuonekana katika sehemu inaitwa mambo tofauti, lakini bado kumbuka nikiwarejesha katika nchini Burundi. Hatua serikali ya Burundi kwa sasa imerebele ama imeachilia wakimbizi wale walikuwa katika kambi za Busuma na katika kambi zingine ifuatazo, wanaanza kutolewa katika kambi hizo, kwa sababu kumbuka malalamisho yao tulipepua katika media Bukavu TV, hata media zingine zilitangaza, na niendelea kuwashukuru zaidi. Kumbuka inabidi tushikane hili tuanze kutangaza habari kiukweli na habari kimuhimu kwa kusaidia harakati za wananchi. Watu wote wanaendelea kupitia changamoto ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ili fikie viongozi vya serikali. Kwa sasa ilionekana tayari hizi taarifa tunatangaza kupitia media tofauti kwa kusababisha wakimbizi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuwa katika nchini Burundi haifai, kwa sababu wanaendelea kupitia changamoto kama kawaida tu. Na kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo nao tunashukuru kwa sababu kusikia malalamishi ya wamama hawa ama wababa watoto, na sisi watangazaji wa habari kupitia habari zetu tunatangaza zinaendelea kufikia viongozi, na sisi tunajishukuru na kuwashukuru wengine wote wanaendelea kupepua habari hizi na kusambaza kila sehemu popote. Na Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi. Kwa kweli nawapeleka tena ndani ya eneo ya Beni. Kwa sasa mambo haya yanaendelea kupitika, mambo ya hofu kwa upande la jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na MONUSCO kuendelea kufanya operasyon ya kukabiliana na jeshi la ADF. Kumbuka jeshi la ADF lilikuwa linapanga kuingia katika tena vijiji ifuatazo tena huko juu, lakini kwenye mipangilio yao kwa kweli imefeli, kwa sababu serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa sasa wanatumia kwa sasa teknolojia ama kutumia technique de combat de space forces kwa kuangalia ni je wataprotete kila sehemu popote wakahaji wako.
Na katika habari zetu mara moja tena nitakuja kuarusha ndani ya uwanja mapambano katika sehemu inaitwa Bungenge, katika sehemu zingine zinaitwa Bupuruza katika eneo ya uko Walikale. Kumeonekana tena mashambulizi la wanajeshi la wazalendo kwa wazalendo, tena wanaanza kupigana katika vijiji ifuatazo, lakini kwa sasa hatujajua kwa nini wanajeshi wazalendo, kwa sababu wanapigana wao kwa wenyewe, kwa sababu wanahofia nini. Hili ni habari nitakuja kuwapasha kwa habari za jioni, kwa sababu nitakuwa nimeshajua ukweli inaanzia wapi. Kumbuka waasi wa M23 wanafurahia zaidi kila mara wakiona serikali ama wajeshi wa wazalendo au kwa wenyewe wamepigana ama kuspoilewana. Kwa sasa wanapata nguvu ama nguvu nyingine zaidi ya kujipanga upya. Hata wewe tayari ukijua adui yako aelewani na mwenzake, utapata mbingu ya kuwapiga wote. Kwa sasa waasi M23 ndio mbingu wanatumia zaidi mara kwa mara katika komba, kuangalia tayari udhaifu ya serikali na katika pande gani hawaelewane, tayari wanapata mbingu la kuingia katika uwanja wa mapambano. Na katika sehemu ya popote kwa sasa habari zingine zimevyotokea, kumbuka mara moja katika serikali imepeana kwa kweli uniforme ama kupeana mavazi ya kivita ya jeshi la wazalendo katika eneo popote ndani ya Sud Kivu na Nord Kivu, mahali popote huko wazalendo kuwapea mavazi moja, wote wakwe wakifanana, kwa sababu mzalendo akiingia mahali popote utajua huyu ni mzalendo ndio kwa sasa. Lakini hii inaendelea kuletea hofu wanajeshi wa wazalendo, kwa sababu kuweka maisha yao hatarini zaidi. Hatua kiongozi huyu anaitwa Justin Bitakwira anaendelea kusema tayari inabidi atafautishe jeshi na atafauti la jeshi la wazalendo. Lakini hata serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wameungana na yeye kwa kuweka mkataba huyu wa uniform ama katika mavazi haya, lakini wanajeshi wamoja wazalendo wamepingana na hayo mavazi. Kwa kweli wanaona kama maisha yao itakuwa hatarini. Watu watakuwa katika uwanja wa mapambano haya, wataonekana kila mahali popote wako, watajua tayari hawa ni wazalendo na tayari maisha yao itakuwa hatarini zaidi. Lakini wakiwa kivaa mavazi ya serikali tayari hautajua mzalendo na serikali. Lakini kwa upande la serikali walikuja kuona haya atakuwa ngumu zaidi, kwa sababu kutofautisha jeshi na wazalendo. Na ukiwa pamoja na mimi ndani ya Media Bukavu TV, mashabiki zangu nawashukuru zaidi katika habari zetu za mchana. Ndani ulayani Shabunda mara moja mambo yanaenda kupatikana sio mazuri kwa upande la jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na ndani jeshi la waasi M23 kwa sasa, jeshi la wazalendo kwa sasa katika eneo inaitwa Kaseresere na kuelekea huko Kisipa na kuelekea katika eneo inaitwa Kasese. Kumeonekana magomvi kwa upande la jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC pamoja na waasi na wanajeshi wa wazalendo. Lakini operasyon ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inaendelea kuingia katika vijiji ifuatazo. Endelea kufuatilia Media Bukavu TV, utaendelea kujua mengi zaidi, na watakia kweli heri njema na mchana mwema. Na kila mahali popote huko, kama ni shabiki wa Media Bukavu, endelea kuungana na sisi katika habari zetu popote huko, na endelea kusambaza habari zetu ili kufikia watu wengi zaidi, na kuendelea kuwafikia na kuendelea kupartage kila sehemu popote muko. Itakuwa ni mara ya muhimu zaidi kujiunga Media Bukavu TV na nguvu nyingi zaidi iendelee kuwafanyia kazi vizuri. Na kama tayari umefuria amada zetu za kila siku, endelea kusubscribe, endelea kupartage kila sehemu popote huko, na watakia heri njema na kazi njema. Tuje kupatana kwa habari zetu za saa 12, na Mwenyezi Mungu awe pamoja na habari zetu za Kifaransa muda wa saa 5 usiku. Bye bye.